Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Star TV, na kualika katika kipindi hiki cha Gurudumu, ambapo leo hii tutakuwa na kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati. Huyo anasimamia sheria ya vyombo vya habari, hasa kwa waandishi wa habari katika kusimamia nidhamu, waleji na tija kwa namna hiyo na nyingine. Yeye anaitwa wakili msomi, huyu ni Patrick Kipangula. Mengi tutazungumza naye kuhusiana na mifumo mizima ya namna waandishi wa habari wanapofanya kazi, lakini nidhamu, wajibu, weredi na kadha kwa kadha. Na kusitwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu naitwa Josephine Shimwaiswaga. Karibu. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, sasa namwalika kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati. Yeye atawasalimia, lakini atajitambulisha zaidi majina yote matatu. Yeye ni nani, lakini ni nani. Mimi natamani sana awe kamili, asiwe tena kaimu. Karibu sana. Nashukuru sana mtangazaji. Mimi kama ulivyonitambulisha naitwa Patrick Anthony Kipangula. Ni kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Hilo ndio jina langu na ndio utambulisho mfupi. Kabla hapo lakini hapo ulikuwa jukuaje, ulikuwa nani? Kabla ya kuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nilikuwa msajili wa magazeti. Nafasi ambayo ni mkurugenzi msaidizi idara ya habari maelezo. Kama unavyofahamu, idara ya habari maelezo inakuwa na mkurugenzi ambaye ndio msemaji mkuu wa serikali. Kwa hiyo chini ya msemaji mkuu wa serikali kuna mkurugenzi saidizi. Na mkurugenzi mmoja wapo inashughulika na masuala ya usajili wa magazeti. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashughulika na usajili wa magazeti. Kwa hiyo nimefanya kazi pale kwa miaka kadhaa. Na baada ya hapo sasa ndio nikapewa hili jukumu sasa la kuanzisha hii bodi ya ithibati. Umeaminika, maana kusimamia sehemu moja magazeti sasa hivi unasimamia karibu waandishi wa habari wote, si jambo dogo. Hongera sana kwa hilo. Tukiangalia hii bodi ya ithibati ilianzishwa 2016. Ndio, ni sheria hasa kidogo ndio ilianza kuleta miemko hivyo. Nataka tufahamu tangu hasa ianze kuzinduliwa rasmi. Nadhani si muda kadhaa imeanza kufanya kazi yake. Maendeleo yakoje? Kwanza labda ni kushukuru ndugu mtangazaji kwa kwanza kwa kunialika kwenye kipindi na kuelezea masuala kadhaa yanayohusu usimamizi hasa wa sekta ya habari kwa upande wa waandishi wa habari. Na chombo ambacho kinasimamia waandishi wa habari kinaitwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Labda kwa kifupi ni kwamba mwaka 2016 sheria ilipitishwa bungeni. Inaitwa sheria ya huduma za habari. Na sheria hii ilitungwa kwa madhumuni ya kuhakikisha kwamba kuna usimamizi mzuri wa sekta ya habari. Na usimamizi huo unasimamiwa kwa kutumia vyombo mbalimbali ambavyo vimewekwa kwenye sheria hiyo, ambavyo vimeundwa kwenye sheria hiyo. Na vyombo hivyo ni kwanza kuna chombo kinaitwa Baraza Huru la Habari. Ili Baraza Huru la Habari pia limeanzishwa kwenye ile sheria ya huduma za habari. Na chombo cha pili kinaitwa Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari, ambayo sasa imeshaanza kufanya kazi na matokeo yake tumeanza kuyaona. Na chombo kingine kinaitwa Mfuko wa Mafunzo wa Waandishi wa Habari. Na pia mfuko huu umeundwa chini ya ile sheria, na mfuko huu madhumuni yake ni kwa ajili ya hasa kudhamini mafunzo kwa waandishi wa habari, kudhamini masuala ya utafiti na kuweza kusaidia masuala ya local content au maudhui ya ndani, tunasema maudhui ya ndani ya nchi. Kwa hiyo mfuko ndio madhumuni yake makuu ni hayo. Kwa hivyo ndio vyombo ambavyo vimeundwa chini ya sheria hii, ambayo yote msimamizi wake ni wewe mwenyewe. Msimamizi sasa mimi ninasimamia tu bodi ya ithibati tu. Mnafanyia kazi hizi zote hizi bodi hizi mnafanyia nazo kazi? Kabla sasa tujaenda katika mambo yetu ya msingi ambayo umefanya tuje hapa leo. Tuna hiyo bodi ya ithibati ni kama nilivyosema ni chombo moja wapo tu ambacho sasa kimeanza kufanya kazi. Baraza huru bado halijaundwa, linasubiri tu waandishi wa habari wa kutosha ndio wao waunde sasa baraza, kwa sababu baraza itakuwa ni chombo cha waandishi wa habari wenyewe. Wanaunda wenyewe. Sheria inampa mamlaka waziri tu ya kuanzisha kikao cha kwanza, lakini baada ya hapo chombo hiki ambacho kitaitwa Baraza Huru la Habari wataendesha waandishi wa habari wenyewe. Watakuwa na kama MCT. Watakuwa na viongozi wao. Sio kama MCT inawadhamini, lakini hiki kitakuwa ni waandishi wa habari wote waliosajiliwa ambao wana ithibati, watakuwa ni wajumbe wa hili Baraza Huru la Habari. Kwa hiyo sasa hivi tuna zaidi ya waandishi wa habari 4000 ambao wamejisajili kwenye mfumo huu ambao nitawaelezea vizuri baadaye. Na hawa wote sasa kwa mujibu wa sheria ni wajumbe wa Baraza Huru la Habari.
Na huu mfuko ndio uko chini ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, kwa sababu bodi ya ithibati ya waandishi wa habari jukumu mojawapo ambalo imepewa ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo na huu mfuko pia unahusika na mafunzo pia. Kwa hiyo mfuko huu unasimamiwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Bado haujaanza, lakini utakapoanza utasimamiwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na bodi hii sasa ithibati ya waandishi wa habari kimsingi ipo kwenye sheria tangu mwaka 2016 sheria ilipotungwa, lakini imepita miaka kadhaa inasogezwa kufanya kazi kama unavyofahamu sasa hivi ina mwaka mmoja tu tangu kufanya kazi. Na imezinduliwa mwaka jana mwezi wa 3 na aliyekuwa waziri wa habari ambaye ni Profesa Palamagamba Kabudi na baada ya hapo sasa ndio mwezi wa 5 imezinduliwa mwezi wa 3, lakini mwezi wa 5 sasa ndio majukumu yake yakaanza kuonekana sasa hasa ya kusajili waandishi wa habari na kuwapa ithibati waandishi wa habari. Kwa hiyo ina mwaka mmoja tu tangu imeanzishwa hii bodi. Na ilivyoanzishwa hawa waandishi karibu 1400 ambao wamesajiliwa, heka zilikuwaje? Mligundua nini baada ya kuanzishwa hii? Kwa kweli mara ya kwanza wakati tumepewa ile jukumu ilituia kazi ngumu kidogo kwamba tunaanzaje, tunafanyaje, tunaendeshaje mambo. Ndio kitu cha kwanza kuanzishwa kwenye nchi hii, hakujawahi kuwa na mfumo huu. Kwa hiyo kwa kweli tupa kazi ngumu, na hasa viongozi ambao ni bodi yenyewe ile ya bodi ya wakurugenzi ambayo iko chini ya mzee Tido Muhandi. Kwa hiyo tulikaa tukajadili tukasema tunaanzaje, lakini tukasema hapana, lazima tuanze tu kwa sababu tumepewa ile jukumu, lazima tuanze. Na waandishi wa habari jinsi tunavyojua wajuaji. Kwa hiyo tukasema tuanzishe tu. Kwa hiyo tulipoanza tulipata wakati mgumu, lakini tukasema hapana, hebu tuanze tuone tutafikia wapi. Na wakati wa kwanza tulipanga malengo fulani, lakini baadaye tukaona ile malengo tumepitiliza. Malengo yapi kwa mfano? Malengo ya kusajili waandishi wa habari. Tulipanga kwa mfano mpaka mwezi wa 12 tu tumesajili waandishi wa habari 2000. Mpaka mwezi wa 12 mwaka jana. Tumesajili waandishi wa habari walau 2000. Lakini wakazidi kile kiwango. Tumesajili zaidi ya watu waandishi wa habari 3500 huko na zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tumevuka lengo ambalo tulikuwa tumesajili. Tukaona kumbe kitu inawezekana. Kwa mlikuwa mnajaribu? Sio tunajaribu kwa sababu hiyo lengo sasa. Kwa sababu mara ya kwanza wakati waandishi wa habari wanapewa vitambulisho vya idara ya habari maelezo, walikuwa hawavuki waandishi wa habari 1000 miaka yote. Kwa sababu mimi nilikuwa pale na mimi ndio nilikuwa natoa pia vitambulisho vya nilikuwa msajili wa magazeti, pia nilikuwa natoa vitambulisho vya waandishi wa habari. Kwa hiyo walikuwa hawazidi 1000. Lakini sasa ulipoanzisha huu utaratibu mpya tukavuka lengo hilo, tukasema kumbe inawezekana, na sasa tumefika hiyo waandishi wa habari 4000. Na tumefikaje hapo 4000 sasa? Ni kwamba kwanza kabisa tumeanzisha mfumo. Hizo ndio tunaweza kusema sasa ni umuhimu au ni mafanikio ambayo tumeyapata tangu tumeanza kutekeleza hii sheria. Kwanza tumeanzisha mfumo wa kielektroniki wa kusajili waandishi wa habari. Na mfumo huu ni kwamba mwandishi wa habari mahali popote anaweza akajisajili. Mahali popote, sehemu yoyote nchi hii anaweza, hata akiwa nje ya nchi kama ni Tanzania anaweza akajisajili kwenye mfumo huu. Na mfumo huu ni wa kielektroniki unaitwa Tai Habari. Nadhani na wewe umejisajili kwenye mfumo. Nisingethubutu kuja wake, najua ungenipige pini hapa. Kwa hiyo tuanzishe mfumo wa kielektroniki ambao sasa umekuwa na mageuzi makubwa sana kwenye sekta ya habari, na kwamba sasa waandishi wa habari wanajisajili mahali popote na wakati wowote, anaweka vigezo na vyeti vyake mle, anaandika taarifa zake mle muhimu ambazo mfumo unaotaka, then anakuwa approved kwenye mfumo. Mwishoni sisi ndio tuna print kitambulisho ambacho sasa mwandishi wa habari anakuwa ameshajaza taarifa zote ambazo zinahitajika. Kwa hiyo mfumo huu umeleta mageuzi makubwa sana kwenye usimamizi wa sekta, na data zipo zinaonekana kwa uwazi, na inakuwa rahisi hata kujua una waandishi wa habari wangapi ambao wametimiza vigezo na wanaofanya kazi katika sekta ya habari. Hilo ni jambo la msingi ambalo tumefanya la kwanza. Kuna lingine la pili? Yapo. Twende kati ya bado takumata katujia mafanikio. La pili ambalo tumefanikiwa. Kwanza tumefanikiwa kusimamia maadili. Tumefanikiwa kusimamia maadili kwa sababu kama unavyofahamu sekta hii ilikuwa haina chombo kinachosimamia hasa swala la maadili. Na kusimamia maadili ni jukumu mojawapo ambalo tumepewa kisheria. Jukumu la kwanza ni kusajili, ambalo nimeelezea. Tumeanzisha mfumo wa waandishi wa habari ambao huo sasa umeleta mageuzi makubwa. Lakini jambo la pili sasa ni kusimamia maadili ya taaluma sasa ya waandishi wa habari. Na katika kusimamia maadili tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu watu sasa wanajua kwamba kuna bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, kwamba ukifanya makosa yale ya kitaaluma basi bodi ipo na inaweza ikakuita ikakuchukulia hatua au ikakusaidia ikakurudisha kwenye mstari. Kwa hiyo watu
wamekuwa wakifanya kazi kwa umakini mkubwa na jambo hilo pia limeshuhudiwa pia na mamlaka nyingine za serikali. Kwa mfano ukienda TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, kuna kamati ya maudhui kule ambayo inasimamia maadili ya vyombo vya habari. Na kuna utafiti mdogo wamefanya, wanasema kwamba tangu bodi imeanza kuna uvunjifu mdogo sana wa maadili, yani zaidi ya nusu ya watu imepungua sasa. Kwa hiyo tunaamini kwamba bodi imesaidia kwa kiwango kikubwa. Na sisi pia tumekuwa tukifanya hiyo kazi ya kuangalia kwenye vyombo vya habari na kuangalia hata kwenye mitandao ya kijamii. Muda mwingine tukiona umekiuka maadili, basi tunakuita, tunazungumza na wewe, tunasaidiana. Kibaya zaidi mnamweka mpaka kwenye mtandao kabisa. Kwa sababu unajua jamii ilikuwa haijui kwamba kuna yani hiyo ndio nzuri zaidi, kwa sababu ukikosea unapelekwa huko kwamba kweli kuna chombo huyu kahusika kafanya kakosea na alihusika kufanya kosa fulani na amesaidiwa. Sisi tunasema amesaidiwa na tumemlea, amerekebishwa tabia. Tumemlea kwa sababu pia kazi kubwa bodi ni kulea. Tunalea waandishi wa habari kitaaluma. Kwa hiyo kama mlezi lazima ukiona kuna mambo ambayo hayajaenda sawa, tunaitana, tunazungumza, tunaelimishana. Kikubwa tunaelimishana sana kwamba pale unatakiwa kufanya hivi, unatakiwa kufanya hivi, unatakiwa kufanya hivi. Na ukifanya hivi pia ni makosa. Na tumegundua kwamba watu wengi kweli wengine wanafanya makosa kwa makusudi, lakini wengine kwa bahati mbaya hawajui kwamba kufanya hivyo ni changamoto. Kwa hiyo tunasaidiana na kikubwa tunaelimishana. Na tunawekana kwenye mstari na watu wanaendelea vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine ambalo tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Mnajuaje kama ukafanya bahati mbaya au hajafanya bahati mbaya? Ni mwanasheria unajua hiyo. Katika mahojiano. Yaani kwa sababu lazima tukusikilize. Kabla hatujafanya hicho lazima tukusikilize. Na kitu kikubwa kingine ambacho tumeona jamii pia imechukua nafasi kubwa sana ya kulalamika. Kwa mfano kama mtu akikiuka maadili, utakuta jamii inalalamika, watu wanalalamika. Kwa hiyo yale malalamiko yanatusababisha, kuna wengine wanaandika kabisa mpaka malalamiko yanatuletea official malalamiko. Kwa hiyo tukishafikia hatua hiyo sasa tunamuita mhusika, tunazungumza naye. Kwa hiyo ukizungumza naye utajua kwamba yeye amefanya makusudi au bahati mbaya alikuwa hajui. Yaani katika ile mazungumzo ambayo tunazungumza. Kwa hiyo tunasaidiana. Kama amefanya makusudi tunabana wewe bwana ulikuwa unajua umefanya makusudi. Kwa hiyo tunakuonya. Sasa tukikuonya ndio tutasema sasa kwa sababu tumekuonya na jamii ilikuwa inajua kwamba umefanya makosa. Kwa hiyo lazima jamii ijue pia kwamba wewe umefanya makosa na sisi tumekuita, tumekuonya ili sasa ile swala lisijirudie tena. Kwa yule ambaye alikuwa hajui kabisa, tunajua alikuwa hajui kabisa. Tunazungumza, tunaelimishana, tunaambia bwana wewe usifanye tena. Na yule ambaye maana kuna wengine unakuta kabisa amefanya kosa na alikuwa hajui na hana vigezo vya kuwa mwandishi wa habari. Hana taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo tunamshauri bwana wewe hii taaluma achana nayo. Kama unaitaka kasome alafu urudi then uendelee na hii taaluma. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa watu wengi sana. Na mnawafikiaje hawa kugundua kwamba mpaka sasa kweli tumewafikia waandishi wa habari wote? Kwa sababu tunaona kwamba wapo wengine mitaani huko anaanzisha tu blogo yake, kakaa tu kule nyumbani au sheria pengine imeolenga watu gani? Sheria inaolenga watu wote wanaofanya kazi za kihabari. Watu wote wanafanya kazi za kihabari. Na kikubwa inalenga vyombo vya habari. Na unajua vyombo vya habari vimegawanyika. Kuna vyombo vya habari vya kielektroniki na vyombo vya habari vya machapisho. Vyombo vya habari vya kielektroniki vinasajiliwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Ambao sasa vinajumuisha TV, vinajumuisha redio, vinajumuisha mitandao ya kijamii hiyo, TV za mtandaoni, redio za mtandaoni, zote zinasajiliwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Kwa hiyo wewe kama umesajiliwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania, basi una qualify kuwa chombo cha habari. Kwa hiyo wanaofanya kazi kwenye chombo hicho lazima wawe na sifa ya kuwa na ithibati. Kwa hiyo sasa lazima sisi sasa tusimamie hapo. Na wale ambao wanafanya kwenye redio na kwenye TV hiyo inaeleweka kwamba lazima wawe waandishi wa habari ambao kweli wana vigezo na wamepewa ithibati. Kwa hiyo kama mtu amefanya kosa na amefanya kosa akiwa kama mwandishi wa habari na kwenye chombo cha habari, huyo sasa akifanya makosa tunawajibika sisi kumuita na kumshauri na kumrekebisha ili akae kwenye mstari. Na sheria inasemaje kwa wale ambao wanakiuka au ndio kuitana tu kurekebishana au kuna fine kuna namna nyingine? Sheria ingetekelezwa kama ilivyo. Nadhani sasa hivi watu wangekuwa wengine wako magerezani. Kigugumizi cha nini sasa? Sababu sheria imeshaona kama mwizi anaiba akamatwa afungwe ashtakiwe. Unajua sekta ya habari ni sekta ambayo inahudumia wananchi. Na wananchi wanatakiwa kupata taarifa sahihi za kweli na kwa wakati. Na
Kwa sababu tunalea kama nilivyosema, bodi ya ithibati inalea. Haikomoi, inalea. Wala sio kwamba pale kama polisi au kama sijui mamlaka ya kuchukua watu kupeleka magerezani. Hapana. Yaani sisi tunafanya kazi kubwa ya kulea kwanza. Ndio maana sasa hivi tunaelimishana kwanza kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba unajua bodi ya ithibati ni jambo geni. Halijawahi kutokea kwenye nchi hii. Na kwa sababu halijawahi kutokea ndio limeanza. Na sasa hivi tuna mwaka tangu tumeanza. Kwa hiyo tunaelimishana zaidi kwanza kuliko kuchukuliana zile hatua kubwa kabisa ambazo zipo kwenye sheria. Kwa sababu kwenye sheria inasema kabisa kufanya kazi bila ithibati ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai. Na adhabu yake inaweza kuwa kifungo cha miaka 3 au faini ya milioni 5 nadhani. Kwa hiyo ingekuwa hivyo, maana yake wale wote ambao ukimkamata tu mtu yuko kwenye redio hana ithibati, peleka mahakamani peleka mahakamani akafungwe, umeona. Lakini tunaelimishana, tunafanya ulezi zaidi kuliko kuchukua hatua kali za namna hiyo. Ingawaje sheria ina uwezo na imetoa hiyo mamlaka ya kuchukua hatua za namna hiyo. Kwa hiyo tunalea na tunafundishana, tunaelimishana kwanza. Hizo hatua zinaweza zikaja huko baadaye, baada ya sasa kuona watu wote sasa wameshasajiliwa, wanauelewa wa kutosha kuhusu sheria na wanajua kabisa kwamba sheria ipo na inafanya kazi kwa namna hiyo. Nadhani unaweza kachukua muda gani watu kuelewa, sababu kila siku tunaona vyombo vizazi vipya vinakuja, yani new generation inakuja katika tasnia hii. Kwanza mtalea mpaka lini? Haitakuwa lazima, itafika mwisho kwa sababu kwa mfano sasa hivi tumeanza kupita mpaka vyuoni, vyuo vinavyofundisha taaluma ya uandishi wa habari, kuelimisha kuhusu hii sheria. Kwa hiyo watu ambao watakuwa wanahitimu kwenye fani hii sasa, watakuwa wanajua kwamba kuna sheria hii ambayo ukifanya makosa haya basi unaweza ukapewa adhabu, au ukimaliza tu chuo unatakiwa upewe ithibati ili uendelee kufanya kazi kwa uhuru bila kuvunja sheria. Kwa hiyo tumeshapita chuo kikuu cha Dar es Salaam, tumeshafanya, tutapita Dodoma, tutapita kwenye vyuo vingine vya kati, lakini pia nimepata mwaliko wa chuo kikuu cha tunasema Tumaini Dar es Salaam kwa ajili ya kuelimisha kuhusu masuala haya ya sheria ya huduma za habari. Kwa hiyo ni muhimu sana hilo likazingatiwa na kwamba tunapita huko ili sasa wanaohitimu wale wao wanajua kwamba kutoka huko mtaani wakija kuna jambo hili. Tuna TCRA wanachosimamia na kile kinachosimamiwa na bodi ya JAB kina tofauti gani? Kuna tofauti kubwa. Unajua TCRA kama nilivyosema sasa katika swala maadili, maudhui yale. TCRA wao kama nilivyosema ni mamlaka ya usajili, mamlaka ya leseni. Kwa hiyo TCRA wao wanatoa leseni kwa vyombo vya habari. Lakini mimi nikiandika vibaya nakuja kuniwajibisha. Watakiwajibisha chombo. Kwa sasa hivi watakiwajibisha chombo. Lakini sio mtu. Ila mtu tunamwajibisha sisi. Hapo ndo ufafanuzi tunautaka sasa. Kwa hiyo kwa maana hiyo TCRA wanadili na chombo cha habari kwa sababu ndio mamlaka ya leseni. Kwa sababu TCRA imetoa leseni kwenye chombo cha habari. Lakini yule anayefanya kazi kwenye chombo hicho sasa maana yake ni mwanataaluma. Na taaluma yake inasimamiwa na bodi ya ithibati. Kwa hiyo akifanya makosa ya kitaaluma basi sisi ndio tunawajibika. Lakini chombo cha habari kifanya makosa sasa ya kuvunja masharti ya leseni then ndio TCRA wanawajibika. Kwa hiyo wao wanadili na masharti ya leseni, sisi tunadili na maadili ya taaluma. Wale walaji wenyewe. Hii sheria katika ulimwengu huu wa dunia ipo sehemu gani nyingine au ni Tanzania tu? Na kama sehemu nyingine ipo, mmejifunza nini kwao? Au kama haipo, ni kwa nini mmeamua kuanzisha huko? Nchi nyingi sana zina sheria zinazosimamia tuzungumzie habari. Masuala ya habari. Na unajua sheria hii, labda niseme tu kidogo, sheria hii inatokana pia na mikataba ya kimataifa ambayo ipo, ambazo nchi zimeridhia. Kuna mkataba unaitwa mkataba wa mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa. Mkataba wa mwaka 1966. Huu mkataba ukisoma ibara ya 19 ya mkataba huu imeeleza vizuri kabisa kwamba kila mtu ana haki ya kupata taarifa, haki ya kutoa taarifa na masuala mengine yanahusu masuala ya habari. Na pia ukisoma mkataba wa Afrika, mkataba unaitwa mkataba wa haki za binadamu na watu wa Afrika wa mwaka 1981, nao umeeleza kabisa masuala mengi ambayo yanahusu haki za waandishi wa habari na haki ya kupata taarifa na masuala mengine yanahusu sekta ya habari. Lakini pia ukisoma mikataba hiyo inaeleza pia mipaka ya hizo haki kwamba lazima
haki yote lazima inakuwa na mipaka. Hakuna haki isiyo na mipaka. Kwa hiyo nayo pia mikataba hiyo imeeleza haki na mipaka hiyo. Ukisoma pia huo mkataba wa ICCPR ndio usema kifungu cha ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 inaeleza mipaka ya hizo haki. Lakini pia ukisoma pia mkataba wa Afrika huu unaeleza pia kwamba kuna mipaka hiyo, nayo ni ibara hiyo ya 19 ibara ndogo ya 3 inaeleza pia mipaka ya hizo haki ambazo zimeelezwa. Lakini pia ukisoma katiba yetu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18, hii imekuwa ikiimbwa kila siku, ibara ya 18 ibara ya 18, nayo pia inaeleza hizo haki. Na hizo haki sasa zote zimekuwa sasa zimetafsiriwa sasa kwenye sheria yetu ya huduma za habari. Na ukisoma hii sheria yetu ya huduma za habari inaeleza kabisa kuna haki za waandishi wa habari ambazo kila mwandishi wa habari anapaswa kuwa nazo, na kila mtu anatakiwa kuzingatia hizo haki. Na hizo haki zimeelezwa kwenye kifungu cha 7 cha sheria yetu ya huduma za habari. Lakini kifungu kidogo cha 3 cha kifungu cha 7 kinaeleza sasa mipaka hiyo ya haki hiyo ambayo imeelezwa kwenye kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza. Kwa hiyo sheria unaona imetoka kwenye chanzo cha sheria hii ni kwanza kwenye mikataba ya kimataifa, lakini pia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nchi nyingi sasa zimetunga sheria zao kutokana na hiyo mikataba ya kimataifa. Na mikataba ya kwa mfano mkataba wa Afrika, mkataba wa haki za watu, haki za binadamu na watu nasema. Kwa hiyo mkataba huu pia umeeleza, na nchi nyingi pia zimetunga sheria zao. Lakini pia hata majirani zetu kenda Kenya, Uganda, Rwanda wana sheria hizi. Kwa mfano pia Uganda wao wana sheria ambayo kidogo wao iko juu kidogo. Wao wanasema ili mtu awe mwandishi wa habari lazima awe na degree. Sio diploma kama kwetu. Na mwanzo silikuwa ni degree, baadaye ndo wakaja wakaishusha kidogo hata Tanzania. Tanzania sasa kwenye mapendekezo. Lakini kwenye mapendekezo ilikuwa, lakini baadaye ikaja kuwa lakini kimsingi nchi za wenzetu hata Kenya mtu akiwa ili awe mwandishi wa habari lazima awe na degree. Na degree ya kwanza ya uandishi wa habari au masomo yanayofanana na hayo. Na Uganda ni hivyo hivyo. Kwa hiyo nchi nyingi zina sheria kama hii ya kwetu ambayo inasimamia sekta ya habari. Kinachotofautisha sasa ni mazingira ya kila nchi. Kwa sababu sisi tumetunga pia sheria hii kutokana na mazingira yetu ya nchi yakoje. Na nchi nyingine wanatunga kutokana na mazingira yao yakoje. Katika ile namna ya kutafsiri sasa hizo ibara ambazo zimeelezwa kwenye mikataba ya kimataifa. Ukienda Kenya na Uganda, nadhani lazima umeenda una uzoefu umeona kule. Wao unaona usimamizi wao ukoje? Una huruma kama ya kwetu pengine katika bodi ya JAB? Wao unajua wao wameanza muda mrefu kuliko sisi. Of course wao hawana huruma sana kama sisi. Kwa sababu wao wameanza muda mrefu, nafikiri elimu ilikuwa ya kutosha wakati wanatunga hizo sheria. Na sisi of course niseme sio huruma in search. Yaani ni malezi bado za kujifunza. Na katika hatua za kulea sekta, ndio maana tumekuwa hivyo. Lakini baadaye sasa hatua zikaanza kuchukuliwa kubwa, kwa maana ya kuona sasa watu wote wanauelewa wa kutosha na watu wote wanapaswa kuzingatia hayo maadili, na kuona kwamba sasa ukifanya kazi hii kwa kweli lazima uwe na taaluma na lazima uwe na vitu ambavyo vinatakiwa kisheria ili uweze kutekeleza majukumu yako vizuri. Pengine wakili Kipangula, nataka ulizungumza awali kwamba mwanzo wakati mnataka kusajili au mnataka kusajili waandishi wa habari mlikadiria kama angalau 2000, lakini mkaangalia kwamba wale ambao walikuwa wanapata press card walikuwa wanafika 1000. Lakini tunasema sasa umefika 4000. Ndio. Tatizo ni nini? Kwamba watu walikuwa yaamini press club hii kasi na wingi imetokana na nini? Au sheria umeona ina makali zaidi kuliko ile? Mafanikio haya yametokana na nini? Mafanikio haya yametokana kwanza na teknolojia, kurahisisha masuala ya usajili. Kwa sababu kama nilivyosema tumeanzisha ule mfumo wa kielektroniki. Ule mfumo umerahisisha sana watu kujisajili, kwa sababu mtu anajisajili mahali popote. Lakini zamani ilikuwa lazima ujaze mafomu yale physical. Usafiri, utoke Kagera, uje Dar es Salaam kupeleka kuwasilisha fomu, alafu ndio usubiri sasa kitambulisho. Na kitambulisho chenyewe unaweza kukaa labda siku ngapi hujakipata. Kwa hiyo sasa ule mfumo ambao umerahisisha sasa kila mtu kujisajili mahali popote, nadhani huo umechangia kwa kiwango kubwa watu kujisajili. Lakini pia uhamasishaji na utoaji wa elimu kwamba umuhimu wa ithibati ni huu. Kwa hiyo tumepita kwenye vyombo vya habari ile mara ya kwanza kuelimisha kwa kiwango kikubwa sana kuhusu umuhimu wa kuwa na ithibati, na kwamba sasa ni sheria sasa imeanza, sio ile masuala ya hiari, ni sheria sasa imeanza. Kwa hiyo sasa ule uhamasishaji na kutoa kwa elimu kubwa iliyotolewa, watu wengi wakahamasika kujisajili. Na watu pia wameitikia kwa sababu wameona umuhimu wa kuwa na hiyo press card na umuhimu wa kujisajili. Na umuhimu sasa wa kuwa mwanataaluma. Maana yake sasa kujisajili unakuwa mwanataaluma sasa. Ukipata kitambulisho chako unakuwa sasa mwanataaluma.
kama zilivyo taaluma nyingine. Yes. Okay. Na sisi sasa nia pia ni kuiheshimisha hii taaluma iwe kama taaluma nyingine, kwa sababu wana sheria wanaheshimu taaluma yao. Sisi wana sheria tunaheshimu sana taaluma yetu. Hauwezi kaingia tu ovyo ovyo ukafanya kazi ya sheria kabisa hujasajiliwa na kuna qualification. Haiwezekani, ngumu sana. Mpenzi mtazamaji wa Star TV, tunaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati ambaye anasimamia sheria ya vyombo vya waandishi wa habari katika weledi na namna nyingine, Patrick Kipangula. Mengi tunazungumza naye hapa. Usiondoke tu na wasa wewe mwandishi wa habari ujifunze mengi kuhusiana na hii sheria ambayo imewekwa kwa ajili yetu sisi wenyewe waandishi wa habari. Labda nataka nifahamu, wakili. Ndio. Sasa nakuta dokta, sio na unataka nikuweke kwenye dokta huko sifahamu. Hii sheria imeangalia sana nidhamu ya waandishi wenyewe na imedhibiti pia wale ambao wanaenda ndivyo sivyo na sheria yenyewe. Lakini pia wakati mwingine hii sheria inamwangaliaje mwandishi wa habari ambaye anaenda mtaani, anataka kumoja na kukutana pengine na RPC, na tolea tu mfano tu na hawa pengine wataalamu katika hizo halmashauri, anamchukulia ndivyo sivyo wakati anaithibati. Labda sheria inamwajibisha vipi yule ambaye mimi na ithibati yangu lakini bado ananidharau? Hii sheria imesimamaje kati ya mimi naichukua naitoa habari na inamlisha? Tunaithaminisha kwa namna gani? Kwa maana hiyo sasa, maana unajua mpaka kuna jina hapo Makanjanja, unaitwa Makanjanja, umeona? Unaweza kata wewe Kanjanja, kitu ambacho sio vizuri sana, sio jina zuri kwa taaluma. Kwa hiyo ndio maana tumeanza kuiheshimisha hii taaluma na tumekuwa pia tukitoa hata elimu kwa hata viongozi wa serikali. Nakumbuka hata mwaka jana tumekuwa na semina nzuri sana kabla ya uchaguzi. Tumekuwa na semina nzuri sana na tumepita karibu nchi nzima. Tumekuwa tumekutana na RPC, tumekuwa tukutana na viongozi wa serikali tukiwaelimisha kuhusu umuhimu wa kufanya kazi na waandishi wa habari. Na hili limeitikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hata changamoto zile ambazo waandishi wa habari walikuwa wanazipata kwa RPC zamani sasa hivi zimepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kutoka kulikuwa kuna msigano mkubwa, lakini sasa hivi umepungua sana. Lakini umepungua kwa sababu gani? Kwa sababu ya hiyo elimu ambayo tumekuwa tukiendelea kuitoa. Kwa hiyo elimu inaendelea kuitoa na hiyo itaendelea kufutika taratibu. Baadaye sasa ukienda pale utakuwa sasa unaonekana kwa mtu wa maana ambaye kweli lazima ni mheshimu na kile anachokihitaji lazima nimpe kama kinakubalika kwa mujibu wa sheria. Ndio maana hata watu wengine tunasema kwamba thamani ya taaluma yako inatokana hata jinsi unavyoona na unavyoja appearance yako. Sasa unaweza kuwa na mwandishi wa habari anakuja yani hata alivyo appear tu unasema huyu ni mwandishi kweli au anayeboyebo chini anakuja yani hata alivyovaa hata kuoga. Hili ni changamoto. Kwa hiyo lazima tuanze sasa kuelimishana. Kusema sasa hii taaluma jamani ina heshima na hii taaluma inahitaji kuwa na watu makini na sio watu tu wa ovyo ovyo. Kwa hiyo ni msingi sana, ni kitu cha msingi sana. Na kuna mtu mwingine alikuja pale ofisini anataka kufanya mahojiano na mimi. Sasa hata anapouliza maswali anasema huyu ni mwandishi kweli au nini? Yaani mwandishi bado anakuwekea macho anasema hivi, wewe bwana wewe ni mwiba sana kwenye sekta ya habari. Yaani ndio swali la kwanza nikamwambia ndugu yangu alikuwa nakupamba kwanza. Naomba ukajipange kwanza alafu urudi ujue namna ya kuuliza maswali. Kwa sababu wewe mtu akaanza sasa wewe unaonekana ni mwiba sana. Sasa mimi ni mwiba hao. Yaani ndio swali la kwanza nakuuliza. Hakujua kama ni wakili unatafsiri. Sasa nikamwambia ndugu yangu naomba ukajipange kwanza alafu ukiwa tayari utakuja tena. Tutafanya mahojiano vizuri. Sawa. Kwa hiyo kuna namna ya kuwashape waandishi wa habari. Na hili labda niseme tu kwamba tutaanza mafunzo sisi kama bodi, kwa sababu pia jukumu mojawapo la bodi ya ithibati ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari. Mafunzo mbalimbali. Mafunzo ya kujiweka sawa, mafunzo kwa sababu kuna mabadiliko ya teknolojia, kuna mabadiliko mengi kwenye sekta. Kwa hiyo tutaanza kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari. Nafikiri mwezi wa 7 tutaanza kutoa mafunzo. Haya mafunzo sasa yatawasaidia sana waandishi wa habari kujiweka sawa. Na tutatangaza kwamba tunaanza mafunzo, wale ambao watakuwa tayari waje. Kwa mtu anaomba tu. Mtu anaomba anakuja anapata mafunzo pale. Tutatafuta namna ya kuwezesha mafunzo. Watapata mafunzo mazuri kabisa ya kuwaweka sawa. Hata namna mwandishi wa habari tunataka tubadili hata mwandishi anavyofikiri. Anavyofikiri afikiri tofauti. Anavyowaza awaze tofauti. Anavyotoa critique yani hata mtu ukienda kumhoja unajua kweli leo nimehojiwa na mtu ambaye kweli anajua. Kwa sababu unaweza kuona mtu mwandishi wa habari anaenda mahali kumhoji sosi hajajiandaa chochote, hata sosi hamjui. Anaanza kusema unaitwa nani bwana? Sasa unatakiwa ukienda kwa sosi
uwe tayari una taarifa za unamfahamu huyo sosi vizuri, na topic ambayo unaenda kuhoji wewe unaijua vizuri. Kama unapouliza maswali hapo unaonekana umepitia, umeona kabisa kwamba kuna mambo muhimu ambayo naweza nikauliza yakaweza kutusaidia sisi kama waandishi wa habari, lakini na jamii kwa ujumla. Tofauti na sasa hivi ndio waandishi wa habari, na tumebaini kwamba waandishi wa habari sasa hivi wanapenda vitu soft. Yes. Yaani wanapenda udaku, wanapenda umbea. Labda wanaangalia kutokana na walaji wanataka nini? No, unajua sasa jamii inakuwa shaped na vyombo vya habari. Sisi waandishi wa habari ndio tuna wajibu mkubwa wa kushape jamii. Jamii tunachotaka sisi ndicho jamii itafanya nini? Inachokula na inachokula. Kwa hiyo sisi tukiwa waandishi wa habari wa hovyo, maana yake jamii yote inaharibika. Tukiwa sisi waandishi wa habari tunafanya mambo mema na mazuri, na tunataka jamii ipate mambo mazuri, jamii itapata mambo mazuri na itabadilika kutokana na sisi tunavyotaka. Na ndio maana nikasema tunataka tubadilishe fikra za waandishi wa habari. Wao ni watu ambao wanapenda mambo makubwa na mambo mazito ambayo jamii itaelimika na kujua kwamba sasa kweli tuna sekta ya habari ambayo imebadilika. Sasa umezungumzia kuhusu sheria hizi mbalimbali ambazo kama mikataba ya kimataifa na Afrika ambayo imeridhiwa na Tanzania. Lakini nataka nifahamu kwamba umezungumzia sana mipaka ya habari. Labda mipaka gani ambayo hasa hapa inaangaliwa, kwa sababu nikiangalia katika tukio la 2025 Oktoba 29 kuna vyombo vya habari vilikuja hapa vikaandika habari ndivyo sivyo. Labda hii mipaka, hii sheria hii inabanaje? Inabana tu mwandishi wa habari au unapaka inabana pia hata wale wanaondoka sehemu nyingine kuja kuharibu mandhari au mazingira ya nchi fulani? Hii sheria inaangaliaje kwa ambao wanavamia maeneo mengine na mipaka namna hiyo? Sheria ina mipaka hiyo, kuna mipaka ya aina 3 ambayo imezungumzwa kwa ujumla, lakini ile mipaka inaweza sasa ikaelezewa vizuri sasa kwenye sheria. Lakini mipaka hiyo ya mikataba ya kimataifa inaeleza kwamba mtu haruhusiwi kutoa taarifa au habari ambayo kwanza inahatarisha usalama wa nchi. Hizo ni habari ambazo zimezuiliwa kabisa. Zimezuiliwa kabisa. Kwamba habari ambayo inahatarisha usalama wa nchi, hiyo ni habari ambayo haitakiwi kutangazwa wala kutolewa wala kuchapishwa. Sasa usalama wa nchi unategemea, kila nchi ina define usalama wa nchi yake. Kwamba sisi usalama wetu wa nchi una mambo haya ambayo kwa kweli haya ukigusa haya kweli huu ni usalama wa nchi. Kwa mfano hapa nchini kwetu uwezo ukaenda labda jeshini ukasema bwana mimi nataka kujua nyinyi mna vifaru vingapi. Uwezi hiyo hata ufanye nini huwezi kuruhusiwa kupata hiyo habari. Au useme bwana sasa nyinyi hapa mna risasi ngapi. Hiyo ni siri ya nani ya kiamani ya kiusalama. Uwezo ukapata hiyo taarifa hata siku moja, na uwezo na mtu atakayokupa hiyo taarifa kwa kweli atakuwa amefanya kosa kubwa. Mambo yote ambayo yanagusa usalama wa nchi hayo mambo hayaruhusiwi kuyasema. Lakini jambo jingine ambalo limeelezwa kwa ujumla kwenye mikataba ya kitaifa ni mambo ya tunasema ni privacy za watu. Privacy za watu kwa Kiswahili usiri wa mtu, mambo yake mwenyewe. Privacy za watu. Yaani wewe mambo yake binafsi unaweza kwenda kuingilia. Ukafika ukaanza kueleza mambo binafsi ya mtu, privacy za watu. Umeona mtu ana mambo yake ya kifamilia kwa mfano, mambo yake labda ya unyumba na nini, huwezi kuanza kuyatangaza tu. Hayo mambo yamezuiliwa. Lakini masuala mengine yaliyozuiliwa kwa ujumla wake ambayo ni swala la 3 ni afya ya jamii. Kwa mfano masuala yanayohusu afya ya jamii yote yanaambiwa hayo sasa huruhusiwi kuyatangaza. Yes. Hayo ndio mambo ambayo yamezuiliwa kwa maana ya mikataba ile ya kimataifa. Umezungumza mambo ya msingi sana kuhusiana na privacy ya mtu. Ndio. Na ulikuwa unasimamia usajili wa magazeti kipindi kile huko katika idara ya habari Maelezo. Ndio. Na ni mmoja ya watu ambao walisajili magazeti yale ya udaku. Na yale yalikuwa yanatoa sana privacy za watu. Labda katika msimamo hule hatujaona pengine mkiwachukulia hatua na bado mpaka leo mambo yanaendelea pamoja magazeti yale yameisha. Hili mna mkakati nalo nyinyi kama bodi kuhakikisha kwamba privacy za watu hasa katika waandishi wa habari zinaangaliwa na kuhifadhiwa kama sheria na mwongozo unavyosema? Kwanza kimaadili, maadili ya taaluma hayaruhusu kutangaza privacy za watu, hayaruhusu. Na hilo tunalisimamia. Na mtu akifanya hivyo kwa kweli watu tunawajibika naye. Tunaitana na tunaonyana. Kuna watu kadhaa ambao walifanya hivyo, tumewaita, tumekaa nao, tumeonyana na kwa kweli hawajarudia tena. Hawajarudia tena, na hiyo inadhihirisha kwamba kweli somo lilifanya lilieleweka. Hawajarudia tena. Kwa hiyo tunalisimamia hilo vizuri sana. Na hata wewe ukisikia mtu amefanya hicho kitu, tupe taarifa, sisi tutachukua hatua. Na nilindaje? Tutakulinda kwa sababu huyo mtu ambaye hatajua kwamba nani amesema. Kwa hiyo
Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalichukulia kwa umuhimu mkubwa, kwa sababu unajua mtu anaweza akakuchafua tu, akakuchafua tu yani kwa maslahi yake binafsi, akakuchafua tu, kitu ambacho sio sawa kimaadili. Kwa hiyo tunalisimamia pia kwa umakini mkubwa na kwa uangalifu mkubwa. Maana tuliona sana katika kampeni watu walitumia vyombo vya habari, walitumia hizi online media hizi kuchafua sana wabunge ambao pengine wao wana maslahi nao mengine kuwachafua wengine. Tuliliona sana hilo pia. Tuliona na tulifanyia kazi kwa kiwango kikubwa. Na hata huko tulikuwa tunapita kutoa mafunzo, tulikuwa tunaelimishana pia na waandishi wa habari kwamba jamani, tusitangaze mambo yanayohusu privacy za watu, kwa sababu hilo ni kosa, kwa sababu pia mtu anaweza akakushtaki kwamba umemkashifu, kitu ambacho unaweza kulipa mabilioni ya hela hata kama huna na mwandishi ukiambia ulipe bilioni 2 unazitoa wapi? Umeshtakiwa kwa kosa la kashfa, mahakama imekuamuru kwamba sasa huyu kutokana na hadhi yake unatakiwa umlipe fidia. Utazitoa wapi mwandishi wa habari? Hata miaka 10 ifanye uipate. Utazitoa wapi? Kwa hiyo tumekuwa tukiwasaidia na kuwaelimisha kwamba wawe waangalifu na hasa masuala ya kashfa na hizo privacy za watu na mambo mengine yanayohusu ukiukwaji wa maadili. Katika swala la sheria hii ya JAP, ungetamani kuona unaisimamiaje na ile nafasi ambayo unayo sasa? Pengine mimi nakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu kapewa kamili sasa. Unadhani unatamani waandishi habari wawe na namna gani? Pamoja kwa umesema appearance nini? Mimi natamani taaluma ya habari iwe kama taaluma nyingine. Iwe ni taaluma ambayo inaheshimika. Iwe ni taaluma ambayo inathaminiwa. Kwanza inathaminiwa na sisi wenyewe, lakini watu wengine pia wanaithamini hii taaluma ya habari. Kwa sababu ya kutokuthaminiwa imetokana na pengine na sisi wenyewe tunavyoapia, na sisi wenyewe tunavyoonekana, na sisi wenyewe tunavyojiona. Kwa sababu unavyojiona wewe na watu watakuona hivyo hivyo. Usipojithamini wewe na watu hawatakuthamini hivyo hivyo. Kwa hiyo ili sasa tuende kwenye hatua kubwa zaidi, ni muhimu sana sasa kila mwandishi wa habari, kila mwana taaluma athamini kwanza taaluma yake. Alafu aione kwamba hii taaluma ni taaluma ambayo ni tunasema is a noble profession. Ni noble profession ambayo sasa na tumeshakuwa tukijinasibu kwamba uandishi wa habari au sekta ya habari ni muhimili wa 4 usio rasmi. Sasa muhimili, kama tunasema muhimili wa 4 usio rasmi, lazima sasa tuonekane kweli ni muhimili wa 4 ili ukawe rasmi sasa. Tuonekane kweli kwamba ni muhimili usio rasmi ambao kweli mambo yetu pia yanaonekana ni sahihi katika jamii, yanaonekana ni yanasaidia jamii na yanaonekana yanaleta mabadiliko kwenye jamii. Na mabadiliko yanatokeaje? Namna jamii inapobadilika na namna jamii inavyotuona. Kwa sababu kile tunachowalisha jamii ndicho hicho ambacho tunatakiwa sasa tuone hivi tunawalisha kitu sahihi. Tunawalisha masuala ambayo yanawasaidia, tunawalisha masuala ambayo yana maadili. Hayo ndio mambo ya msingi ya kuangalia. Maana yake jamii inabadilika, watoto wetu wanakuwa wanatuonaje sisi sekta ya habari? Wanatuona ni watu ni watu wa ajabu au ni watu wazuri ambao wanaweza wakaiga mifano yao. Na hii pia inatokana na kwamba kuna mtu nilishawahi kumsikia mahali anasema kwamba mimi bwana nilimwambia tu mtoto wangu bwana hata uandishi wa habari umeshindwa. Yani kwamba uandishi wa habari inakuwa ni the last option. Ni the last option. Hata uandishi wa habari umeshindwa. Kwa hiyo sasa kitu ambacho mimi kiliniumiza kwamba hivi kweli uandishi wa habari ndio unathaminika hivi kwa kiwango cha chini namna hii, kwamba mtu anasema hata uandishi wa habari umeshindwa, kitu ambacho kweli sio kizuri. Sasa tuseme kwamba wale ambao sasa wanakuwa waandishi wa habari ni wale ambao ni cream, ambao ni watu ambao wanaweza wakawa kusema tuseme watu wenye akili. Kwa sababu mwandishi wa habari anatakiwa ana akili nyingi. Unapoenda kuongea na mtu, unapoenda kufanya mahojiano, unapoandika, unapoanalyze vitu, unapochambua mambo, yani unaonekana kabisa kwa huyu mwandishi wa habari na ambaye amekomaa na mbobezi na yuko ana elimu ya kutosha. Kwa hiyo kuna masuala kama kwa natamani sekta ya habari kwa kweli ibadilike. Yani tutoke hapa tulipo, twende kwenye hatua nyingine. Twende kwenye hatua nyingine kubwa zaidi ambapo kila mtu ataona sasa kweli sekta ya habari imewaandishi wa habari kweli wanaonekana ni wanataaluma. Na taaluma yao wanaiheshimu, na taaluma yao wanaikuza, na taaluma yao inathaminiwa na jamii. Na katika hilo nataka pia nifahamu katika swala zima la taaluma ya waandishi wa habari. Tukiangalia huko mavioni wanafundisha kuhusiana na ethics, lakini bado ukija mtaani unakuta zile ethics inapotea kabisa. Hii sheria hii inaenda kusimamia vipi kuhusiana na maadili ya waandishi wa habari?
Ya, kama nilivyosema, kwanza ukisoma kile kifungu cha 13 cha sheria, jukumu mojawapo ambalo bodi imepewa ni kusimamia maadili ya taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo, na kama nilivyosema hapo awali, kulikuwa hakuna chombo ambacho kinasimamia maadili ya uandishi wa habari. Na maadili ni yale ambayo yanasomwa chuoni, lakini pia sisi kama bodi sasa tunaandaa maadili. Nafikiri baraza kama hilo lieleza kwa awali litakapoanzishwa, maana yake tutashirikiana na hilo baraza kuandaa sasa maadili ya taaluma ambapo sasa waandishi wa habari wote watahusika kuandaa. Kwa sababu maadili yetu sasa sisi ni haya. Mtu akikiuka hili kwa kweli anakuwa amejitakia mwenyewe, kwa sababu tunakuwa tumekubaliana wote kwamba sasa mtu akikiuka hili kwa kweli achukuliwe tu hatua. Kwa hiyo hayo maadili sasa ndio hayo ambayo yanatakiwa kusimamiwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Sasa hivi tunasimamia maadili ambayo yale ni general, ambayo mtu anajifunza chuoni na anajua kabisa kwamba akifanya hivi ni changamoto, lakini pia yapo ambayo yako kwenye sheria mbalimbali na sheria yetu ya huduma za habari. Kwa mtu akifanya yale mambo ambayo ni tofauti, sisi ndio tunashughulika naye, lakini kwa maana yale maadili ya taaluma, yale maadili ya taaluma yanatakiwa pia yaandaliwe kwa umakini mkubwa na yashirikishe wadau wote. Na waandishi wa habari wenyewe ndio wanatakiwa wajiandalie ya maadili. Yaendelea maadili kwa mujibu wa sheria. Kabla tujafika kwa waandishi wa habari na baraza hilo kuundwa kama JAB, nadhani maadili gani ya msingi hasa yakazingatiwa? Pengine sasa unaposikia sasa waanze kupeleka mmoja wadau wengine kama ambao mnafanya nyinyi katika swala la mawakili. Mnavyoona jambo baya mnaanza kupeana taarifa wenyewe kwa wenyewe. Waanzie kwako hapa, maana wewe ndio unatusimamia sasa. Ya, kama nilivyosema kwamba kwa sasa tuna maadili yale ambayo ni tunasema universal. Universal nini tunasema universal obligation au universal code of ethics. Sasa hizo universal code of ethics tunazisimamia, na kama nilivyosema kwamba tumekuwa tukisikia malalamiko ya jamii. Kwa mfano mtu amefanya kitu, mwandishi wa habari amefanya kitu, hicho kitu kwa kweli hata jamii yetu inasema kwa kweli hiki kitu sio sahihi. Sio sahihi. Na sisi kama nchi na kama Tanzania tuna maadili yetu ya kijamii ambayo hayo kweli mtu akifanya kwa kweli tunasema hapa kweli amevunja maadili. Hayo tunayasimamia. Na malalamiko tunapokea kwa mtu yoyote. Na kwa jamii na kwa watu binafsi wanaleta malalamiko ambayo hayo sasa tukishapokea tunashughulikia. Na kushapokea tunamuita mhusika, tunaongea naye. Na hatuwezi kutoa uamuzi kabla hatujaongea na mhusika, kabla hatujampa mtu nafasi ya kutoa maelezo yake au ya kujitetea. Tunasema natural justice lazima tuizingatie. Kwa hiyo lazima mtu tuongee naye, tumuite, tuzungumze naye. Tuone changamoto yake hasa ilikuwa ni nini mpaka akafikia kwenye hatua hiyo. Baada ya hapo sasa tunaelimishana. Tunatoa elimu, tunafundishana kwamba bwana ulitakiwa kuzingatia masuala haya kwenye kazi zako. Ili sasa usiende kinyume na matakwa ya sheria au kinyume na maadili. Sheria ya JAB inasema kwamba ukiwa mwandishi wa habari lazima usajiliwe na bodi ya ithibati. Lakini hivi karibuni ili nadhani ulitolea ufafanuzi make limegonga vichwa vya watu wengi kwamba wale waliofanya kazi muda mrefu inaweza kama wameonewa huruma au wamesamehewa au nini, kutokana na tamko la waziri mwenye dhamana ya habari Bwana Makonda. Alizungumza kwamba wale waliofanya kazi muda mrefu wataangaliwa, watahurumiwa, sijui na namna hiyo. Lakini hii sheria ni ya muda mrefu, ilitoka ikafanya hivyo, ikasogezwa mbele. Hii inakuwaje kwamba sheria imesema alafu kuna mamlaka nazo zinakuja zinasema vingine, zinakinza? Hii ikoje? Labda nianze kwa kusema kwamba kitu alichosema waziri hakikinzani na sheria. Kwa sababu waziri ukisikiliza alichokisema anasema bodi imeandaa mwongozo wa kisheria. Mwongozo wa kisheria. Na utaweka utaratibu wa kisheria wa kuwatambua watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu kwenye sekta ya habari. Lakini kwa ufafanuzi tu ni kwamba bodi imepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria. Ukisoma kanuni za sheria, kanuni ya 19 ya sheria ya kanuni za sheria ya huduma za habari. Hili ni tangazo la serikali namba 18 la tarehe 3 Februari 2017. Ukisoma hiyo kanuni sasa imetoa mamlaka kwa bodi ya kutoa ithibati, tunasema life membership accreditation. Kwa watu ambao kwa kweli wamechangia kwa kiwango kikubwa ukuaji wa tasnia hii ya habari. Kwa hiyo sasa bodi imeandaa mwongozo ambao una vigezo. Vigezo vya kwamba sasa huyu kwa kweli kwa namna hii amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari. Hao ndio watakaofikiriwa kupewa ithibati. Na bodi imepewa mamlaka binafsi. Yaani tunasema kwa discretion yake.
kwa maamuzi yake yenyewe. Kwa hiyo inaweza ikatoa au isitoe. Okay. Lakini kwa busara ya bodi sasa ikaona kuna watu ambao kwa kweli ukiangalia huwezi kuwaacha kwa sababu wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari. Wamechangia kwa namna gani? Kwa kuendeleza sekta, labda wamefanya research makubwa kwenye sekta, wamefanya mambo makubwa kwenye sekta ambayo kwa kiwango fulani yamechangia kufanya kwa tasnia hii. Kwa tasnia. Kama unavyojua tasnia hii ilikuwa haina vigezo hapo awali. Kwa hiyo watu wote wanaopenda kufanya kazi walikuwa wanaingia kufanya. Lakini sasa baada ya sheria kuja ikatoa pia muda kwamba jamani, watu ambao hawana sifa za kuwa mwandishi wa habari basi wanapewa miaka 5. Kwa hiyo ukisoma kifungu cha 67 cha sheria kinaeleza vizuri kabisa kwamba watu ambao hawana sifa ya kielimu basi wanapewa miaka 5 ili waende kujiendeleza, wasome, wafikie kiwango ambacho kitakuwa kimetajwa kwenye sheria. Na kiwango ambacho kimetajwa kwenye sheria ni diploma. Na diploma ni muda gani unasoma? Miaka 2. Kwa hiyo wakapewa miaka 5. Lakini miaka 5 ikapita. Waziri aliyekuwepo wakati huo akaongeza muda wa mwaka mmoja. Jamani, watu ambao hawajamalizia shule wamalizie, sheria hii inakuja inaanza kufanya kazi. Tangu waziri ametoa hiyo tamko ikapita tena miaka 4 zaidi. Kwa hiyo ukijumlisha ni miaka 10 imepita tangu sheria itoe grace period ya miaka 5. Sasa wewe umepewa grace period ya miaka 5. Kusoma diploma miaka 10 na mpaka sasa hujasoma na ulikuwa na uwezo wa kwenda shule. Kwa nini ukufanya? Kwa nini ukufanya? Kwa hiyo maana yake pia wakati wa mwongozo bodi imezingatia hilo pia. Kwamba kama watu walipewa muda wa kwenda kusoma miaka 10 imepita. Kama ulikuwa una uwezo wa kwenda shule, umeshafika 70 50 huko. Kama ulikuwa na uwezo wa kwenda shule, kwa kweli utakiwa uende shule. Na kama hujaenda shule mpaka sasa, inawezekana pengine ulikuwa ni uzembe tu au uliamua tu kwamba hii sekta hukuona umuhimu wake. Kwa hiyo pia bodi imezingatia sana hilo kwamba watu walipewa muda wa kusoma. Kwa maana yake mpaka ukapewe hiyo life membership accreditation, kweli wewe umefikia vigezo vile ambavyo kweli vinahitajika kwenye sheria na kwenye huo mwongozo. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu tu atarudi, hapana. Mtaangalia, mtachuja. Vigezo vitazingatiwa na vigezo hivyo vimewekwa kwa mujibu na kwa kuangalia kwamba sheria inataka watu wasome ili wafanye kazi kitaaluma, lakini pia tunaangalia kweli huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kwenda shule kipindi hicho ambapo sheria ilitoa grace period ya miaka 5 na miaka 10 sasa imepita. Hata kama ulikuwa darasa la 7 sasa hivi ulishamaliza diploma, hata kama unaweza kusoma diploma mpaka sasa anakuwa ameshamaliza diploma. Kwa hiyo kuna watu ambao pia walijiendeleza baada ya sheria kutoa hiyo grace period, walijiendeleza wakasoma. Sasa je, hao walijiendeleza wakasoma utawaacha hivi hivi? Haiwezekani. Kwani hao wengine uwape wakati walikaa tu, lakini wengi zao wakajiendeleza mpaka wakafikia vile vigezo ambavyo vimewekwa kwenye. Kwa hiyo lazima bodi inaangalia haki za namna hiyo, kwamba lazima tuangalie kwamba kuna watu kweli walipewa grace period wakasoma. Na kuna watu walipewa grace wakaona hii inapita, wakakaa tu wakarelax. Kwa hiyo hao kwa kweli lazima bodi ichuje kwa kiwango kikubwa sana na kuona kwamba kweli hawa ni watu ambao walichangia kwa kiwango kikubwa na sio kila mtu tu anaweza akarudi kama inavyotafsiriwa, maana imekuwa ikitafsiriwa kwa mtazamo tofauti. Okay. Hicho kipindi cha miaka 10 ambacho watu walipewa kwa ajili ya kuangalia namna gani wanaweza kufika shuleni, lakini pia kama ambavyo mmeona thamani yao ambao wamefanya kazi muda mrefu na namna ambavyo wamewekeza katika sekta hii ya habari. Nataka nifahamu, naangalia wale, kuna wengine ambao waliingia hata form 4 hawana, pengine darasa la 7 tu. Ni moja ya kigezo ambacho mtakiangalia pia, mtaangalia tu kafanya nini, kachangia nini? Hapana, kuna yani pamoja na hiyo kuna vigezo vingi ambavyo vitawekwa ambavyo vimekusudiwa kusema kwa sababu mwongozo bado hujatoka. Utakapotoka tutatoa elimu pia kuelimisha kwamba huu mwongozo una vigezo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini vigezo hivyo siwezi kusema vitaangalia hiyo elimu. Hiyo elimu kama kutakuwa kuna elimu basi itasema, kama kutakuwa hakuna mwongozo utasema. Lakini kimsingi ni kwamba lazima kama nilivyosema kwamba bodi ilijikita kwenye kifungu cha 67 cha sheria kwamba watu walipewa muda wa kwenda kusoma, lakini pia imejikita kwenye mamlaka ambayo bodi imepewa kisheria kwenye kanuni iliyosema, kanuni ya 19 ya kanuni za sheria ya habari. Sijui kama sijakuelewa vizuri au sijakupata vizuri. Awali umeniambia kwamba hii
huu mwongozo ulishatolewa, upo katika hii katiba, si ndio? Uliambia kwamba tayari, sio kwamba waziri, sio kwamba amesema kitu ambacho pengine kakitoa machoni kwake au kwenye akili yake. Ni kitu ambacho kipo kwenye mwongozo, kwenye hiyo sheria ambayo mnaisimamia. Hili hamjaliona mapema mpaka leo hii tunaambiwa kwamba waziri anaenda kusema kwamba wao watarudishwa, kwamba mwongozo ulikuwepo. Kwa nini msiseme katika wakati mnatoa taarifa? Mwongozo haukuwepo, ila bodi imeandaa. Yaani bodi imeandaa. Kwa nini muandae sasa? Kwa nini muandae sasa? Tumeandaa sasa kwa sababu bodi baada ya mwaka mzima iliyofanya kazi imetafakari kwamba kuona sasa kweli tumefanya kazi mwaka mzima. Tumeona kwamba kuna watu ambao kwa kweli ukiwaangalia kweli huwezi ukawaacha katika sekta ya habari, ambao ukiwaangalia kwa kweli sekta ya habari imebebwa na wao kwa kiwango kikubwa sana, ambacho sasa hata ukipima na mtu mwenye elimu ya kawaida unaona huyu kwa kweli ana elimu ya kutosha ya kuweza kuisaidia sekta ya habari. Na hilo pia limezingatiwa kama nilivyosema na mamlaka ambayo bodi imepewa. Maana tulikuwa tuyapewa mamlaka yote ningekuwa kimya. Lakini bodi imepewa mamlaka, na mamlaka hiyo sio ya kulazimishwa. Ni imesema discretion ya bodi. Kwa hiyo bodi inakaa yenyewe inatafakari kuna hapa kwa kweli kuna jambo ambalo tunataka tulizingatie, hasa kwa watu ambao wamefanya kazi kwa kiwango kikubwa sana. Kama nilivyosema lazima awe amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari. Utajuaje kama kachangia? Mambo aliyoyafanya. Kama yapi? Kama nilivyosema, mtu anaweza kama amefanya research kubwa kwenye sekta ya habari ambayo imekuja kugeuza kabisa mambo masuala ya habari. Kwa mfano labda mtu amekuwa kiongozi, labda wameongoza vyombo vya habari vingi na havijawahi kufanya makosa, havijawahi kuanguka, vyombo vya habari vipo vinafanya kazi, lakini pengine alikuwa hana elimu ya taaluma ya habari, lakini amekuwa akiongoza vyombo vya habari na amekuwa inafanya kazi nzuri na miaka mingi, sio miaka michache, miaka mingi. Kwa hiyo vigezo kama hivi vinaweza vikaangaliwa. Kwa hiyo mnawapa kama udokta vile tunavyoona wengine kama honoris causa, kama honoris causa, ndio kwa inaitwa life membership accreditation. Life membership accreditation. Sasa unaposema life membership accreditation maana yake niseme ni ithibati ya kudumu. Sasa huwezi kumpa mtu ithibati ya kudumu kama kweli huyo mtu ana uwezo wa kwenda shule kwanza, lakini pia hajachangia kwa kiwango kikubwa, huwezi kumpa ithibati ya namna hiyo. Kwa hiyo kama umezungumza kwa uchache kidogo, nataka nifahamu hasa katika swala zima hii ya milipuko hii vitandawazi imekuja hii, hasa hawa jamii ndogo ndogo online TV sijui mitandao ya kijamii imekuwa ikifanya ndivyo sivyo sana. Labda hili mnawafikiaje wale ambao waandishi wa mitaani kuhakikisha kwamba wanakuwa na weledi na nidhamu pia? Labda nikiri tu kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi. Teknolojia inakuwa kwa kasi, na kwamba tusipokwenda vizuri maana teknolojia itakuwa mbele kuliko sisi. Na teknolojia hii sasa imesababisha vyombo vya habari hivyo vya mtandaoni kuwa vingi, na mtu anaweza akakaa tu akaanzisha chombo chake hapo hata hajakisajili akaanza kutoa maudhui hapo. Kwa hiyo hii ni changamoto. Nikubali kabisa kwamba ni changamoto kwa sababu pia tunasema cyber space is open. Kutokana na teknolojia ya cyber space is open. Sasa kama cyber space iko wazi, maana mtu anaweza akaingia akafanya. Changamoto inakuwa sasa kumpata sasa. Maana hata kumpata inakuwa ni changamoto kwa sababu lazima kujua yuko wapi, anafanya nini, yani ni changamoto. Kwa hiyo na nikubali tu kwamba teknolojia imetufikisha hapo, lakini sisi kama board tumejipanga kwamba lazima sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba ili sasa sisi tukuhudumie ili sasa sisi tukusimamie, ni lazima uwe umesajiliwa kama chombo cha habari. Na ukisajiliwa kama chombo cha habari lazima sasa ukifanya kazi humo uwe sasa una ithibati. Na hiyo sasa sisi lazima tutakusimamia, whether uko kwenye chombo cha habari cha mtandaoni au chombo cha habari cha tunasema ni mainstream media. Lazima tunakusimamia. Kwa hiyo sasa tunachofanya sasa hivi tukiona kuna chombo cha habari ambacho cha mtandao lazima tujiridhishe kwamba kimesajiliwa au kijasajiliwa. Na kama hakijasajiliwa basi tunatoa taarifa kwa mamlaka husika kwamba kuna chombo cha habari ambacho kinafanya kazi za kihabari hakijasajiliwa. Kwa hiyo mamlaka nyingine zinachukua hatua na kuhakikisha kwamba, kwa sababu pia kuendesha chombo ambacho hakijasajiliwa ni kosa pia kisheria. Kwa hiyo tunatoa taarifa kwa mamlaka husika. Mamlaka husika zinafanya uchunguzi na kujua kwamba chombo hakijasajiliwa, basi wanashauriwa aidha kusajili. Wakishasajili sasa, ukishasajiliwa maana tunaingia sasa hapo. Wewe unayefanya kazi humo sasa uwe na Kwa hiyo tunajitahidi kwa namna hiyo. Na kuna vyombo vingi vya habari vya mtandaoni. Tuna zaidi ya vyombo
300 na zaidi huko mtandaoni, vyombo vya habari vya mtandaoni ambavyo kwa kweli kuvisimamia ni kazi kubwa. Unatakiwa pia una teknolojia ya kuweza kuvisimamia. Kwa hiyo tunashirikiana pia na mamlaka nyingine kufanya hivyo, kusimamia na kujua kinachoendelea huko kwenye hizo nani. Kwa hiyo kama kuna ukiukaji wa maadili pia tunapata taarifa, na kama ukiukaji wa maadili unamhusisha sasa mwandishi, sisi tunashughulikana. Kama unahusisha chombo, yani kama nilivyosema mamlaka mawasiliano wanahusika. Tadhibiti vipi kwamba kujua hizi anaingia hapa ni ithibati ya jambo au ni ithibati ya mtaani? Mkasema mtaweka vyombo maalum ambavyo kiskani tu ile inagundua kwamba hii ni yenyewe au sio yenyewe. Nataka nifahamu sasa mkakati wenu ni upi katika kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo kuna kufanyika press, pengine kuna chombo ambacho kinaenda sasa kukagua kujua wale wanaoingia mle wana ithibati, na kama wana ithibati ndio sahihi au sio sahihi. Labda niseme tu kwamba hata wewe unaweza kuhakiki kitambulisho chako. Ukiona pale tunasema kuna nini inaitwa msimbo nini au QR code. Ile QR code kuna app ambayo ukidownload unaitumia kuhakiki hicho kitambulisho. Hiyo app inaitwa Tai Habari. Ukienda kwenye App Store unapata hiyo application inaitwa Tai Habari. Ukidownload ile sasa ile app inatumika kuhakiki kile kitambulisho. Kwa hiyo ukiskani pale kwenye QR code inakupa taarifa za mhusika. Ukiona hakisomi ujue hiyo sio sahihi. Sasa mnazipeleka huko kwenye wanakofanyika mikutano ili kubaini hao. Hiyo kila mtu anaweza download. Yaani hata wewe unaweza download hiyo hapo. Mimi kwangu sina tatizo. Nasema kwa wale ambao wanakuwa wanaingia ambao hawana hizo ithibati. Sasa kuwabaini hao. Hilo nalo ni changamoto. Kwa sababu pia wanaoita hiyo mikutano na vyombo vya habari ni watu wengi. Na tumeanza kuhimizana serikalini kwanza kwamba jamani, tunavyoita press conference, basi tuhakikishe wale tunaowaita wana ithibati. Kwa hiyo tumeanza kuelimishana kwanza sisi ndani ya serikali, na hilo litaisha sio muda mrefu, kwa sababu watu wote sasa, viongozi wote wa serikali na taasisi zote za serikali zitawatumia waandishi wa habari wenye ithibati, kuanzia mawizara, taasisi za serikali, serikali za mitaa, kote huko watawatumia waandishi wa habari ambao wana ithibati. Kwa hilo sasa, ambao hawana ithibati wataisha wenyewe, na kama mtu hana qualification basi anashauri bwana, katafute qualification, nenda shule, urudi uendelee kwa na kufanya taaluma yako. Kwa hilo litaisha kwa muda mdogo sana. Una jambo lolote pengine la kuambia waandishi wa habari ambao wanakutazama sasa? Waandishi wa habari kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa wanaoifanya ya kuhabarisha umma na kutoa taarifa mbalimbali kwa ajili ya jamii yetu. Ninachowasihi ni kuhakikisha kwamba taarifa tunazozitoa kwenda kwa jamii ziwe ni taarifa sahihi, za kweli na kwa wakati. Sawa. Hilo ambalo naweza kuambia waandishi wa habari. Sawa. Nadhani wamekusikia mpenzi mtazamaji wa Star TV. Hadi hapo ndo tumefika tamati ya kipindi hiki. Nikukumbushe tu tulikuwa na kaimu mkurugenzi wa Bodi ya Ithibati Tanzania ambaye anasimamia maadili na weledi wa waandishi wa habari hapa nchini. Huyu anaitwa wakili msomi huyu Patrick Kipangula. Mengi amezungumza hapa na maoni ametoa, lakini pia na hosia ametoa kwa waandishi wa habari. Mimi naitwa Josephine Shemweswaga, nikusihi endelea kutazama vipindi vingine vinavyofuata hapa Star TV.